Hiyo mistari yote nataka tutusome huo mstari wa 10 peke yake, na tutaenda hiki chapter kiwe ni chetu wakati huu na hata kila wakati, ndiposa tuendelee kujifunza zaidi. Nitasoma huo mstari wa 10, Mithali 31 na mstari wa 10. Biblia inasema hivi: mke mwema ni nani? Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Ni hata nilikuwa tunataka hiyo sababu tulisomewa hiyo yote. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Wakati mtumishi wa Mungu anauliza hili swali ya kwamba mke mwema ni nani awezaye kumwona, si ya kwamba hakuna wanawake wema. Wanawake wema wapo, na tunataka kujifunza sisi kama kina mama, sisi kama wanawake. Mungu ametuita katika huduma. Mungu ametupatia tuweze kumtumikia. Je, katika huduma ya Mungu tuna qualify kuwa wake wema kwa kanisa? Tumeongea juu ya familia, lakini wakati sasa tunapokuja katika nyumba la Mungu, kwa kweli sisi ni wake wema. Wakati ambapo tunasema mwanamke mwema, hapo chini venye tumesoma, tumeelezewa vile mwanamke mwema hufanya kazi, yale mambo ambayo anayatekeleza katika nyumba yake, anayatekeleza katika society na hata katika nyumba la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mwanamke mwema anapokuwa sasa mwema, kuna yale mambo ambayo anafanya, na ndio ambayo tumesoma mahali pale. So huyu mwanamke mwema ambaye tunaongelelea na ambaye ni wewe na ni mimi, ni mwanamke ambaye ni mwenye nguvu. Mwanamke ambaye ni mwenye nguvu, ambaye ako na nguvu za Mungu, sio nguvu za githeri, sio nguvu za mchele, sio kuwa na mwili mkubwa ama mwili mdogo, lakini ni nguvu za kiroho. Iwe ya kwamba anaweza kustahimili hata changamoto zinapoingia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke mwema ambaye ako katika nyumba la Mungu, huyu mwanamke tunayeongelea ni mwanamke mwenye nguvu, kwa sababu katika nyumba la Mungu, katika huduma kuna changamoto nyingi, na kama mwanamke ana nguvu, atapigwa tu na maneno na ataacha kanisa. Huyu mwanamke mwema, tunaposema mwanamke mwema, ni mwanamke mwenye uwezo. Anaweza kufanya mambo, anaweza kuingia kwa kina mama na abadilishe mambo, anaweza kuingia katika ile kanisa na angalia naone ya kwamba hapa kuna kitu ambacho kinapaswa kuwa na akipo, na kwa sababu ni mwanamke mwenye uwezo, anasaidia kuwezesha hayo mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke ni mwanamke mwenye ujasiri. Hello. Mwanamke mwenye ujasiri, mwanamke mwenye ambaye she is ready to serve no matter the age. Hata kama uko na miaka michache, uko na ujasiri, unaweza kusimama hata mbele ya wanawake wale wengine na kuambia ya kwamba hii direction mnaenda nayo sio sawa. Uko na ujasiri hata kuambia kijana ambaye uko kanisani ya kwamba hii tabia ambayo uko nayo sio sawa. Mwanamke mwema ni mwanamke mwenye ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke mwema ni mwanamke ambaye anafanya mambo kwa busara, kama vile wengine wamesema hapa. Afanye tu kwa sababu wengine wamefanya, aongee kwa sababu wengine wameongea, even anunue nguo kama wengine vile wamefanya, aone mambo ya wengine na anafanya kama vile wamefanya. Lakini yeye ni mtu ambaye mwenye busara, atafanya kwa sababu ameamua kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaongelea juu ya mwanamke mwema. Mtumishi wa Mungu akauliza,
Ni nani awezaye kumwona? Si tunaomba tuonekane. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke mwema tunaomba aonekane ndani yetu. Wakati Mungu anatumia wanawake katika huduma, hawachukui na kuwaweka tu katika huduma, lakini kwanza anawaunda, anawafinyanga, anawafanya wanawake wema, na ndiposa wa qualify kufanya ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati ambapo hautakuwa mwanamke mwema, hata hiyo kazi ya Mungu hutaiweza. Halo. Kama mimi sio mwanamke mwema, nitaleta vita kwa kanisa. Kama mimi sio mwanamke mwema, nitakuwa nina complain kwa mambo yote ambayo tunaambiwa hapa kanisani. Lakini mwanamke mwema ambaye kuna haya mambo ambayo tutazungumzia saa hii atafanya huduma. Kwa hivyo nitaongelea juu ya mwanamke mwema katika nyumba la Mungu. Na leo tunataka kuona huyo mwanamke mwema, hiyo zawadi mwema ni nini? Huyu mwanamke ako namna gani? Then comes tomorrow tuangalie ile kazi kwa moyo wake, ndiposa aweze kutekeleza ile kazi vizuri. Na hili neno ninataka tuweze kulipokea. Tulipokea kwa wale ambao wako mahali hapa, wasambaze kwa wale ambao wako hapa. Na kwa wale ambao wako mbali, tusiweke tu katika mioyo yetu na itusaidie peke yetu. Tuipeleke hata mahali ambapo tumetoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the first character of a noble woman, number 1, she fears the Lord. She fears the Lord. Anamcha Mungu. Anamcha Mungu. Ukisoma hicho kitabu cha Mithali 31 verse 30. Biblia inasema hivi: upendeleo udanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mwanamke ambaye anamcha Bwana ndiye atakayesifiwa. Mtu anaweza kuwa ni mrembo sana. Zote ni warembo. Lakini nikisimamishwa na mwingine atambua ni mrembo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kukiwa na urembo, mtu akiwa na pesa nyingi, mtu akiwa na vitu vya ulimwengu huu pasipo Mungu, pasipo kumcha Mungu, atapatiwa heshima kama ile ambayo yule ambaye anamcha Mungu atapatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tunasema ya kwamba huyu mwanamke ambaye ni mwanamke wa kanisa, ambaye ni mwanamke mwema, ni lazima awe anamcha Mungu. Do we fear the Lord? Tunamwogopa Mungu? Na ukisoma katika kitabu hicho cha Mithali chapter 1 verse 7, the Bible says the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Kwa hivyo mwanamke ambaye ni mwema, na wakati ambapo tunaongelea mwanamke mwema, tunapaswa kuwa sisi ambao tuko hapa, si ndio? Tunapaswa kuwa ni sisi tuko hapa. Kwa hivyo huyu mwanamke mwema tunaambiwa ya kwamba lazima awe anamcha Mungu. Na tunaambiwa ya kwamba kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Ukisoma still Psalms 111 verse 10, Biblia inasema ya kwamba the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the same. Ukisoma Ecclesiastes chapter 12 verse 13, fear God and keep his commandments. Bwana Yesu asifiwe. Fear God and keep his commandments. Muogope Mungu na ushike sheria zake. The fear of the Lord is also to hate evil. Kumcha Mungu ni kuchukia dhambi. Kanisa la Mungu
hapo ndio inakuwa na utata, kwa sababu wanawake wengi tuko kanisani, na tukiwa kanisani on Sunday tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. On Sunday tumeokoka, kwa maneno yetu tumeokoka, kwa matendo yetu tunaenda mbinguni. And I pray ya kwamba Mungu atakuja on Sunday, Yesu atakuja on Sunday, ama the church will be raptured on Sunday. Because unapata ya kwamba yule mtu ambaye ako kanisani leo, Monday is another person. Kwa kuongea kwake, kwa mavazi yake, kwa everything, unapata ya kwamba is a different person. That Biblia inatuonyesha ya kwamba yule mwanamke ambaye tunasema ya kwamba is a noble woman, is a woman who fears the Lord. Unakumbuka wakati wa wana wa Israeli, wakati walikuwa pale Misri, kuna wale wanawake ambao walikuwa wanasaidia wanawake kuzaa, na wakaambiwa ya kwamba mnapoona mwanamke wa Hebrew akizaa na huyo mtoto awe ni mwanamume, mumuue. Na hiyo, that was a command from above, kutoka kwa ufalme. Lakini wao wakamuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakasema ya kwamba we cannot do that. Na wakasema ya kwamba hao wanawake wa Waebrania, wakati ambapo tu tumefika, huo already washaza na hawakuongea uongo. Unajua watu wengine wanasemanga waliongea uongo. Hawakuongea uongo. Mwanamke ambaye anafanyishwa kazi sana, anafikia hata wakati wa kuzaa na anafanya kazi, huyo mwanamke si atazaa kwa urahisi. Kama mwanamke afanye kazi, anashinda tu kukaa kwa nyumba, inakuwa mwili wake huko active, si atafanywa operation. Lakini sio mwingine atazaa haraka. Hawakudanganya. Bwana Yesu asifiwe. They feared the Lord. They risked their lives. Hata walikuwa wangeuliwa, but they feared the Lord and God fought for them. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, kama tunataka kuwa wanawake wema, lazima tuwe watu wa kuogopa Mungu. Lazima tuwe watu ambao wa kuogopa dhambi. Tusiwe watu ambao watajichanganya. Inakuwa ya kwamba niko kanisani lakini mambo mengine pale ninafanya. Ninaweza kuwaficha wachungaji. Ninaweza kuwaficha watu wale wengine. Lakini kuna Mungu ambaye yuko mbinguni ambaye siwezi nikamficha. How is your private life? Wacha sasa haya maisha ambayo tunakuona saa hii. Maisha yako ya siri yako namna gani? Jiangalie tu. Na mwambie Mungu, kama nimekuwa nikikukosea katika hili, mwambie Mungu, ndio mimi ni Mkristo, lakini hapa kuna njia ambayo iko very open kwako. Nibadilishe leo. Nisitoke katika huu mkutano kama sijabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shetani kama hapo anataka hii conference. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hii conference shetani hapo anataka. Na nimeelezewa na my sister the challenges she got. Ndio wakuje huku. Na mimi mchana, mimi nimekuwa na shida ya macho for some time. But hata nikiwa na shida ya macho yangu hayajawahi fura. But asubuhi nimeamka kama imeshikana. Na jana nikilala ilikuwa red, mpaka hata nauma na kichwa. Hata nilikuwa nashindwa, should I call? Nikasema hapana, shetani you are a liar. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema ya kwamba shetani hata atake asitake, lazima tutahubiri neno. Bwana Yesu asifiwe. Angekuuliza mwenzako, wewe unaonaje tumuogope Mungu? Wewe unaonaje tumuogope Mungu?
Si huyu Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu? Si huyu Mungu anatupenda? Ni wangapi ambao wamepumzika wa miaka yetu? Wamepumzika. Angalia ni nini ambacho tumempatia Mungu. Let's fear the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambalo ni la mwanamke ambaye ni mwanamke mwema. So tukiendelea utakuwa unajiuliza mimi ni mwanamke mwema. Unajua uwezo ukajidanganya, si ndio? Na hata unajiuliza mimi ni mwanamke mwema, mwanamume mwema. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume hatuwaachi, si mko hapa? Unajiuliza kama wewe ni mwanamume mwema. Number 2. She's a woman of prayer. She's a woman of prayer. Huyu mwanamke ndio aweze kutekeleza haya mambo ambayo tunaona in chapter 31 ya Mithali. Lazima huyu mwanamke awe mwanamke wa maombi. Wanawake, nyumba zetu, kanisa la Mungu, sisi wenyewe tutasimama kwa ajili ya maombi. If we commit ourselves to prayer, tutashinda yote. Lakini wakati ambapo hakuna maombi, wapendwa, I want to tell you, sisi wenyewe tutaanguka. Familia zetu zitaanguka. Na kanisa la Mungu alitaenda vizuri. Ukisoma Wathesalonika wa kwanza kifungu cha 9 na mstari wa 17. The Bible says pray without ceasing. Tuombe bila kukoma. When we are talking about pray without ceasing, prayer demonstrates dependence on God. Yaani maombi huwa inaonyesha vile ambavyo tunamtegemea Mungu. Kwa sababu huwezi kuomba Mungu kama umtegemei, si ndio? Huwezi kumuomba kama haumtegemei. Ni lazima wewe unamtegemea huyu Mungu na ujue ya kwamba huyu Mungu ako na uwezo wa kutenda yale mambo ambayo umesema. Ukisoma James chapter 5 verse 16. James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous person is powerful. A prayer of a righteous person is powerful. Kanisa la Mungu, wakati ambapo tunaomba, hayo maombi yanakuwa na nguvu. Hayo maombi yana uwezo wa kutenda maajabu. Inakuwa ya kwamba wewe mpendwa, kama kuna dhambi ambayo ilikuwa inakusumbua na ulikuwa unashindwa hata vile utaimaliza, wakati ambapo unajikomiti kwa maombi na unaambia Mungu akuondolee hii, itaondoka katika jina la Yesu. Wapendwa wa Mungu, wakati nyumba zetu zinayumba, wakati hata mzee hataki kukusikia, wakati mama ameleta issue, wakati watoto umewalea na neno la Mungu na wameenda katika njia zao, prayer works. Kuna mama mmoja ambaye ni mama wa wazee wa kanisa wa kitambo, baba za kitambo, watu wa Injili, the fathers, church fathers. Huyu mama alilea huyu mtoto na neno la alikuwa na mtoto mmoja, akamlea na neno la Mungu. Lakini huyo mtoto akakataa wokovu. Akasoma sana, akasoma mpaka akakataa tu kabisa wokovu. Na wakati sasa amemaliza PhD, alipata watu wakihubiri neno. Na huyo wakati alipata watu wakihubiri, alisongea aone vile huyu mchungaji anatupa mikono. Halo. Akusongea asikie neno, lakini aliona fani vile huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anafanya gestures akihubiri. Kufika pale kando, wakati anaangalia, neno likatoka kwa mchungaji, kwa Mungu mwenyewe, kwa mchungaji likamfikia. Saa hiyo akainuka. Saa hiyo ikamgusa na ikamchoma.
na akaenda akasema ya kwamba I need to be saved, I need to be prayed for, nataka uokovu. Na huyo mama akasema ya kwamba a son of many prayers cannot be lost. Mtoto wa maombi mengi aweza akafanya nini? Akapotea. Wale ambao tunasoma mambo ya church history, tunajua Father Ambrose ni mtoto ambaye alikuwa anaombewa na huyu mama. Mungu alimuokoa na hata akamfanya mtumishi wake. See how prayers works. Wakati mwingine tunashindia kulia wapendwa, sina hiki, kwangu kuko hivi, maisha yangu yako vile. Then ukiongea hiyo, what are you doing about it? Are you praying? A noble woman, a woman of prayer. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanamke wa maombi. Ukisoma katika kitabu cha Luke chapter 18 verse 1, unaona Yesu Kristo akiwaambia ya kwamba wanafunzi wake, yaani alikuwa na encourage ya kwamba waombe kila wakati. Na ukisoma pale chini utapata akiwapatia mfano wa mwanamke ambaye alikuwa anaenda kwa judge kumshughulikia jambo lake na akawa asikii. Lakini huyu judge siku moja akasema ya kwamba hata kama simuogopi Mungu, wacha nisaidie huyu mama. Wacha nisaidie huyu mama, acha kunisumbua. Na akauliza sisi ambao ni watoto wa Mungu, tunapomwendea Mungu kila wakati, hata sikia, hata jibu. Kanisa la Mungu, we need to pray. Wanawake ndio usimamisha nyumba zao kwa maombi. Wanawake ndio usimamisha kanisa kwa maombi. Nikuulize, uliombea pastor wako nini? Yule mchungaji ambaye anakulisha neno, ulimwombea siku gani na familia yake? Tunajua kuleta mahitaji kwa mchungaji, lakini sisi tuliombea mchungaji siku gani? Wakati ambapo unaleta mahitaji hata kwa mchungaji, wewe unajiombea huyu mchungaji na wachungaji wale wengine, yule mchungaji wako. I want to tell you hapo na mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. I want to be frank to you. Huyu pastor wako ako na mambo mengi sana. Anaombea hii kanisa, anaombea projects, anaombea president. Wakati ambapo anakutaja kwa jina, sio kila siku. Mostly ni wakati ambapo umepatwa na jambo. Amen. Inakuwa wakati mwingine anaomba kwa jumla. Wakati mwingine akipata na wakiwa ya kwamba si praise, anakutaja kwa jina. But are you praying for yourself? Kile ambacho nataka kuambia, are you praying for yourself? Wapendwa, sisi kama hatutakuwa watu wa maombi, unajua dhambi imewekwa kwa meza sana, si ndio? Dhambi haitafunikwa. Utapata wanawake wanapita katika streets kama wako uchi. Wanaume, are you praying for yourself? Kwa sababu hautaishi huu ulimwengu peke yako. Lazima utawaona wakiwa uchi na utawaambia waende wavae nguo. Na wewe kama sio mtu wa maombi utaanguka kila siku. Wakati nilikuwa college, miaka ya kitambo, mahali pa kwanza ambapo nilienda kusoma theology, vijana walikuwa wanauliza, na sasa huku nje venye wanawake wanavaa vibaya, wakaambiwa kama wewe ni wa kuanguka utaanguka hata akivaa ngunia. But nataka kusema ya kwamba without prayer, kama utajisimamisha na maombi, wacha nikuambie, sisi tuko na nyama. Amen. We are not special. Even as pastors we are not special. Tuko na mwili kama mwili
wa mtu yule mwingine pale. By the way, we can do anything. By the way, even we can do better. Hello. But because of Christ, because we fear God, tunamcha Mungu. Lakini maombi yanatusimamisha. Hatutasimama wapendwa na kuwa wanawake wema kwa nguvu za udari. Ni kwa maombi. Nikiguzia kidogo kwa familia. Familia zetu zitasimamishwa na maombi. Wakati ambapo mzee ametoka, unamuombea. Wakati ambapo watoto wanaenda shule, unawaharakisha, unawaambia masaa yameenda, gari imefika. Ama unakumbuka kuwashika na kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anatupiga vita. Na vita ambazo nazo sio za mwili na sio za nyama na damu. Ni za kiroho. Kanisa la Mungu litasimama kwa maombi ya kina mama wapendwa. Tunapoambiwa tukuje fellowship, maybe katikati ya wiki, do you attend those fellowships? Do you create your own time to pray? Na ukisoma in Philippians 4:6-7. Philippians chapter 4 verse 6-7. Biblia inatuonyesha kwamba we are supposed to bring everything to God in prayer. Yale mambo yote ambayo tunako nayo tumpatie Mungu. Na unaposoma Ephesians 6:18, utaona Biblia inatuambia kwamba we are supposed to pray in all occasions. Kuna huyo mwanamke ambaye anaitwa Anna ambaye hakuwa na mtoto in 1 Samuel chapter 1. Wakati Anna alijua ya kwamba watu hawezi wakampatia suluhisho, hata mume wake hawezi akampatia suluhisho, alienda mbele za Mungu. Mpaka mtumishi wa Mungu Eli akaona, akashinda, huyu mwanamke si ameelewa pombe mapema sana. Lakini alisema ya kwamba alikuwa na mimina moyo wake mbele za Mungu. Na Mungu alijibu maombi yake. Anajibu maombi. Anajibu maombi. Anajibu maombi. Nakuamini Bwana. Unajibu maombi. Unajibu maombi. Unajibu maombi. Nikombe. Yes, Mungu anajibu maombi when we pray. Na tunapoomba, kumbuka ya kwamba tulianza na mwanamke ambaye anamcha Mungu. Kwa hivyo huyu mwanamke ambaye anamcha Mungu, kwa sababu ameogopa dhambi, kwa sababu anakaa maisha matakatifu, wakati anapoomba naye Mungu anajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. So let's pray, be women of prayer. And pray for ourselves, pray for our families, for our church. Even let's pray for youth. Tuache ukiona mwanarika ako na issue, try vile utamuongelesha and pray for him. Usiende ukimsambaza pale nje. Amen. Let's pray for leadership. Tuombee uongozi kwa kanisa. Tuombee uongozi hata wa nchi. Unajua hivi wakati mwingine tunashidia kulalamika juu ya president. But are you praying for him? Hello. Biblia imetupatia nafasi ya kuombea viongozi. Haitatupatia nafasi ya kulalamika. The moment ambao kina wanaitwa nani? Huyu sistake Musa. Wakati walianza kucomplain, Mungu aliwapiga, si ndio? Hata kama viongozi wetu wanaenda kando, chetu ambacho tumepatiwa, let's pray. And let's pray that God may give them wisdom on how to lead the nation. Tutasimamisha hata hii nchi kwa maombi. Kwa hivyo tuendeni mbele za Mungu kwa magoti. By the way,
Mimi ni mtu ambaye anapenda maombi. Nilienda nikatafuta viatu. Nikapata bwana sina viatu. Ukiangalia pale mbele, kumbe sababu ya tukienda church una kneel down zina kwaruzo. Kwa hivyo najua unapata kiatu ni mzuri, lakini hapa mbele kimefanya nini? Kimeisha. But wakati ambapo tunafanya hivyo wapendwa, hatutoki bure. Kina mama, let's encourage even the others. Tuwe watu wa maombi. Maombi yamefanya kazi. Na tuombe kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mwema. Nipatiwa dakika na hata sijui nilianzia saa ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ambaye ni mwema. Mwanamke ambaye ni mwema huleta umoja katikati ya watu wale wengine. She promotes unity. Mwanamke mwema promotes unity. Ana make sure ya kwamba mahali yupo kuna umoja. Na tukisoma katika Psalms 133, unaona vile Biblia inasema hapo ya kwamba mahali ambapo kuna umoja, Mungu hunena baraka. Ile nyumba ambalo liko na umoja, Mungu hunena baraka. And you are my witness. Wakati ambapo uko na umoja vizuri na mume wako na mke wako, unapata ya kwamba kama kuna fedha ambayo imeingia, unaambia mwenzako nimepata pesa. Amen. Unaiweka pamoja na yeye anakuambia kwamba amepata nini. Mnaiweka pamoja na mnafanya kitu kizuri. But the moment ambayo hakuna umoja, ninapata pesa, anapata pesa, anaitumia vile anataka, na mimi ninaenda ninanunua nguo, ninatumia vile ninataka, hiyo pesa inaisha hivyo. But the moment ambapo tuko na umoja na tunaleta mawazo yetu pamoja, unapata ya kwamba even maendeleo katika nyumba yetu inaendelea vizuri. Amen. Wakati ambapo kanisa liko na umoja, unapata ya kwamba hakuna vita kwa wazee, hakuna vita kwa kina mama, kanisa is united. Mungu ananena baraka pale. Hata tunapoabudu unapata ya kwamba kuna breakthrough. Wakati ambapo tumesema ya kwamba tunataka kujenga kanisa because we are united, unapata ya kwamba sababu sauti yetu ni moja, inapata ya kwamba kila kitu ambacho tunapanga kinatimia. Lakini project ndogo sana kama ya kununua hii mic peke yake, pastor anasimama hapa, tunataka 3,500, tunataka 5,000 ya kununua mic, wangapi watatupatia? Watu wanaangalia chini, watu wanaangalia chini, na si ati hawana pesa, ni vile there isn't that spirit of unity among them. Kwa sababu kama kuna huo umoja, watu watatamani sana kufanya kazi pamoja na mambo yaendelee vizuri. Mwanamke ambaye ni mwanamke mwema anachangia umoja katikati yake ya familia na watu wote. Ukisoma in Ephesians chapter 4 verse 29, wa Efeso 4:29, utapata Biblia hapo inaongelelea that we should speak words that build others. We should speak words that build others. Kwa hivyo wakati ambapo ninaongea maneno ambayo yanajenga mtu mwingine, huyu mtu mwingine nitakuwa na ushirika naye na tutashikana na tutaenda mbali. Lakini wakati ambapo ninapata wewe ndio unanikula, ninapata ya kwamba wewe ndio unasambaza story zangu, kutakuwa na umoja kweli? Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na umoja kweli? Hakutakuwa na umoja. Sisi ni watu ambao ni wa kujenga. Hata tukiona mwenzetu ameenda kando, hatupaswi kumfuatilishia mambo ambayo sio sawa.
kumwambia ya kwamba bwana wewe ni Mkristo, kumwambia ya kwamba wewe ni kiongozi, wewe ni mama wa aina gani, wewe unaimba kwaya, wewe ni wa praise and worship na umetenda kitu kama hiyo. No, as Christians we are brothers and sisters. Tunapaswa kusongesha huyo mtu karibu na kumwambia ya kwamba Yesu umeanguka katika dhambi, but Mungu anakupatia another opportunity. Inuka na umrudie Mungu. Na kama ni wewe umepata ya kwamba umeona mtu anafanya jambo fulani, ndio hata usiharibu uhusiano katikati yake na watu wengine. Si umejua peke yako, usiende kumwambie peke yako na usiongee juu yake kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. So that we maintain the unity of Christ. Kanisa la Mungu, wanawake wanaweza kubomoa kanisa na wanawake wanaweza kujenga kanisa. Mwanamke akitaka kuharibu kanisa ataiharibu. Mwanamke akitaka kuharibu praise and worship team, I want to tell you, ataiharibu asubuhi. Mwanamke akitaka kuharibu chama ataiharibu na maneno. Ataongea tu na mmoja, na hata inaweza tengenezwa tu kitu ya kusingizia na hata yuko na waharibu. Lakini tukitaka kujenga, tukitaka kufanya kazi, patia wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanawake wataifanya vizuri, watabaidata idea, wataisell na itakuwa vizuri. Let's be noble women ambao wanachangia umoja. Tusiwe ni sisi ambao tunachangia tunachangia mgawanyiko. Maybe kwa masengenyo, kwa criticize watu wengine, kwa kuspread false rumors, mambo kama hayo. But if we be people of encouraging each other, kuongea ukweli, watu ambao wako na hekima, watu ambao ni wako reconciliate wale wengine, I want to tell you, kanisa la Mungu litaenda mbali. Let's be people of who promote unity. And how are we going to promote this unity? Is through love and forgiveness. Tutachangia kukua ama kuwa na umoja kwa njia ya upendo, kwa njia ya kusamehe. Hapa nani hajawahi kukosea mtu? Hebu nione kama hujawahi kukosea mtu. Hujawahi kupata unakosea mtu. Sote tushawahi kukosea, si ndio? So wakati ambapo tumepata ya kwamba tumekosana, ndio kuwe na umoja katikati yetu. Mahali tu popote lazima kuwe na msamaha. Na wakati ambapo tunasema kusamehe, au useme ya kwamba unakubaliana na kile huyo mpendwa alifanya. Hello. Useme ya kwamba unakubaliana naye, lakini unamsamea. Kwa sababu na Biblia inatuambia tufanye nini? Tusameane. Jambo la pili, tunasameana for our sake. Wakati wewe ulali kwa sababu kuna mtu alikukosea, yeye anamorota. Nani anapoteza? Si mimi tu ninayapoteza. Si mimi naanza kushikwa na answers. Then kusamea kuna kusaidia wewe, kuna nisaidia mimi. Na Biblia inatuambia kwamba kama hatukusamehe, huwa tunaomba kila wakati the Lord's Prayer. Na tunasema ya kwamba Mungu tusamehe kama vile tunavyowasamea wenzetu. Tusamehe kwa sababu hata Kristo alisamehe. Na tuwe na upendo wa kweli, na Mungu atakuwa anatufikia. Jambo lingine jambo ambalo tutamalizia nalo ni ya kwamba a noble woman is strong and unshakable. Amen. A noble woman is strong and unshakable. Yeye ni mwanamke ambaye ni imara kiroho na hawezi kutingizwa. Hawezi kutingizwa na jambo lolote. A noble woman. Huyu mwanamke ako na nguvu. Yeye ni anasimama imara kiroho na hawezi kutingizwa. Ukisoma 1 Corinthians chapter 15 verse
58. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 15 na mstari wa 58. The Bible says, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Yaani sisi tuwe watu ambao ni imara, watu ambao watingiziki na kitu chochote, na tufanye hii kazi ya Mungu hata pasipo kuchoka, kwa sababu kuna malipo. Kwa hivyo mwanamke mwema ni mwanamke ambaye anasimama imara kiroho na ambaye hawezi kutingizwa na jambo lolote. Are you that woman? Are you that lady ambaye hata mawimbi yakipita wapi, ukipigwa wapi, unasimama tu? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao wanasengenywa tu, tunasikia wameacha kanisa. Sitakuachia kanisa, kwani kanisa ni yako. Hapa nakujanga kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama hutaki kuniona, utaniona tu, sababu nitaendelea kuja. Kama wewe hutaki, wewe enda. Bwana Yesu asifiwe. We need such kind of women ambao katika nyumba la Mungu wanajua ya kwamba I am born again. Wanaelewa ya kwamba God is the one who called me in the ministry. Sijaitwa na yeyote kuja katika hili kanisa. Sijaitwa na Mungu kuongoza. Sijaitwa na mwanadamu kuongoza. Sijaitwa na even na pastor kuwa praise and worship team member. The calling is from above. Bwana Yesu asifiwe. Na as long as I know that I'm right before God, na hata Mungu anaweza niwekea tick, I'll continue to serve. Lakini nikipata ya kwamba masengenyo yanakuja, kwa kweli ni ya kweli na this is not right before God, nitaambia Mungu anisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ambaye ni mwanamke mwema, wapendwa, sio mwanamke ambaye ni wa kutingishwa kila wakati. Unaacha kwaya, unasema ya kwamba huu uongozi simtaki tena. Yesu wakati alipitia haya mambo yote, watu wakamdharau, wengine wakamtemea mate, wengine wakampiga. Alisema hata enda msalabani. Si angesema ya kwamba hao watu ndio nilikuja kufa kwa ajili yao. Hao watu ndio ambao ninateseka kwa ajili yao. Wacha wakufe milele na milele. But what did he do? Alinyenyekea tu. Alinyamaza. Akaenda pale kama kondoo wa kuchinjwa tu, na akakubali. Mbona unasengenya na unashikia sauti mingi? Tuachane na wao. By the way, hawezi wakaongea milele. Wataongea leo, kesho kutwa hawatakuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Usiache huduma. Usipingishwe na mambo. Hata kama huna pesa na maybe kuna mchango ambao unafanyika kanisani, usiseme ya kwamba utakuja kanisani kwa sababu huna pesa. Mungu anajua moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mawimbi yakipitia kule ya shida, ya magonjwa, sio mambo ambayo ya kuweka mtu chini. Kama vile pastor alisema, watu wengine wakipatwa na shida wanakimbia mimi kwa waganga. Wanafanya hivi, wanafanya vile, wanahangaika. Wengine wanaombewa, wananyang'anywa mali zao, na at the end of the day, na watu wengine sio wazuri. Bishop ako hapa church, anaenda kuombewa, anapeana 50,000. Mambo inaenda inaharibika kabisa. Anakuja kwako na anakuja na 500 na umepeana 5,000, 50,000. Basi hata hiyo ni madhara. Upendo wa Mungu, wakati ambapo even wahubiri wa uongo wanakuja hapa na pale,
Shikilia imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatubariki. So nikimalizia, tulikuwa na wanawake katika Biblia ambao they were very strong. Tuko na Esther ambaye wakati ambapo alisikia ya kwamba Wayahudi wanauliwa, alisema ya kwamba nitaenda kwa mfalme, hata kama sio wakati wangu kwenda kwa mfalme, nikufe nisipokufa, I'll fight for my people. Bwana Yesu asifiwe. Na alisimama imara na akatetea watu wake. Tusimame imara, tutetee wokovu. Tusimame imara, tutetee kazi ya Mungu. Usitingishwe na maneno ya watu. Usitingishwe na watu ambao wanakudharau. Usitingishwe na shida ambazo unapitia. Nataka uweze kusimamia imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ataweza kutubariki. Amen. So Mungu atubariki wapendwa. Na tujue ya kwamba mwanamke ambaye Mungu anamhitaji siku ya leo ni mwanamke ambaye anamcha Mungu. Ni mwanamke ambaye ni mwombezi. Ni mwanamke ambaye anapigania kuwe na umoja. Ni mwanamke ambaye atasimama imara na hatatingishwa na jambo lolote. May the Lord help us. So God equips us. Then anatupatia huduma. Mungu sasa akitufanya tuwe hao wanawake wako namna hii, then hiyo kazi ya Mungu wapendwa. Nataka niwaambie wapendwa wa Vision Power, tukiwa watu wa namna hii, ili kanisa litaenda mbali sana. Hii huduma tutaifanya na tutaweza kuleta wengi katika nyumba la Mungu. Naomba tusimame tuombe.